Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado tunakufahamisha mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini wakati huu tunaendelea kukufahamisha ni nini ambacho kimejiri katika mkutano wa kumaliza vita kati ya Marekani na Iran ambao umefanyika huko Islamabad nchini Pakistan. Lakini wakati huu tunatazama mambo matatu ambayo Iran iliyakataa na hatimaye baadhi ya washiriki katika mkutano huo kufikia hatua ya kutaka kupigana. Na hapa tunamzungumzia waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Bwana Abbas Araghchi. Inadaiwa kwamba katika mazungumzo hayo ilifikia hatua kidogo washikane mashati na moja kati ya washirika kutoka nchini Marekani ambao walishiriki katika mazungumzo hayo, ambaye ni Steve Witkoff, ambaye walikuwa wakizungumza naye kwa mara nyingi. Jambo la kwanza ambalo Marekani ililitoa kwa Iran katika mazungumzo hayo ni suala la nyuklia. Marekani hata kabla ya mazungumzo, rais wake Donald Trump alisema kwamba katika mpango wote na ili waweze kuelewana na Iran, ni Iran wakubali kuachana kabisa na mpango wao wa nyuklia. Iran inapaswa kushughulikia suala lake la nyuklia na kuachana kabisa na mpango huo na kuhakikisha uranium iliyorutubishwa kwa 60%, yani zaidi ya kilogramu 400 zinapaswa kuondolewa, na Marekani ndio ambayo itahusika katika kusafisha uranium yote iliyopo katika taifa hilo la Kiajemi. Hata hivyo, takwa hili ni moja kati ya matakwa ambayo kwa muda mrefu Iran iliyakataa, na hata mazungumzo yaliyofanyika mwaka uliopita ambayo ilizungumzia suala la uranium, ni Iran ambayo ilikubali kuingia vitani, lakini si kuachana na mpango wake wa nyuklia ambao uligharimu mabilioni ya fedha katika kujenga mfumo huo wa nyuklia ambao wao wanadai kwamba ni wa amani kabisa na si wa kutengeneza makombora ya nyuklia. Hata hivyo, ilifikia hatua baadhi ya viongozi, kwa mfano Barack Obama, alikubali kuingia katika mazungumzo na kutengeneza njia ya Iran kutoendelea na urutubishaji wa uranium, lakini ilifikia hatua Iran ikaondolewa vikwazo. Lakini ujio wa rais wa Marekani Donald Trump mwaka 2018 ulisababisha Iran kuingizwa tena katika vikwazo, na kwamba Marekani ikaamua kujiondoa katika mpango wa JCPOA ambao ulitaka Iran kuendelea na suala lake la nyuklia bila kurutubisha zaidi na kuwekewa kiwango maalum cha urutubishaji. Sasa wakati huu rais huyu wa Marekani, baada ya kujitoa katika awamu ya kwanza ya urais, wa awamu yake ya pili nayo pia amekuja na nguvu hiyo kwamba Iran itazidi kuwa tishio ikiwa itaendelea kuwa na mpango wake huo wa nyuklia, jambo ambalo limfanya aingie vitani wakati huu dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini jambo la pili lililotajwa kwamba lilileta tafaruku kubwa kiasi kwamba kidogo watu wapigane katika uwanja wa mazungumzo ni suala la mlango wa bahari wa Hormuz. Marekani ilitaka kumiliki mlango wa bahari wa Hormuz, na kwamba hili lilikuwa ni takwa ambalo rais Donald Trump pia alilitaka, na hata katika ukurasa wake wa Truth Social aliandika kwamba meli zake za wanamaji zilipita katika mlango huo wa Hormuz kusafisha hali ilivyo katika eneo hilo na kuondoa mitego yote, ikiwa ni pamoja na makombora yaliyotegwa baharini. Lakini jeshi la IRGC lilikataa taarifa hizo, kusema kwamba hakukuwa na meli yoyote ambayo ilipita katika mlango wa bahari wa Hormuz, na kwamba ulinzi uliopo katika eneo hilo ni wa hali ya juu, na kwamba taarifa iliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump ilikuwa ni taarifa ya uongo na propaganda. Kadhalika, Iran imesema haiwezi kukubaliana na mpango wa kuachia eneo hilo la Hormuz, na imesema kwamba katika jambo ambalo litafanya makubaliano yasiweze kuendelea ni kunyang'anywa mlango wa bahari wa Hormuz. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghei amesema kushindwa kwa mazungumzo ya Islamabad kuleta mapatano ya haraka si jambo la kushangaza, akisisitiza kwamba mazungumzo hayo yalifanyika baada ya siku 40 ya vita vya Marekani na Israel, na katika mazingira kutoaminiana na kutiliwa shaka. Ni kawaida kwamba hatukupaswa kutarajia tangu mwanzo kufikia makubaliano ndani ya mkutano mmoja, lakini alisisitiza kwamba Iran na Marekani zimefikia maelewano juu ya masuala kadhaa, lakini bado walikuwa na tofauti za maoni kuhusu mambo mawili au matatu muhimu. Pia alirudia msimamo mpana wa Tehran kwamba maendeleo yoyote yanategemea upande wa pili unaonyesha uzito wa nia gani na kukubali haki ya Iran kwa maslahi yake halali, ikiwa ni pamoja na mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa mujibu wa matamshi aliyotolewa na Press TV, Baghei alisema Iran itaendelea kutegemea njia zake kutetea maslahi ya taifa licha ya juhudi za kidiplomasia, na kwamba wapo tayari kuingia tena vitani, lakini si kuachia mlango wa bahari wa Hormuz.
Jambo la tatu ambalo lilizungumzwa katika mazungumzo hayo ni suala la makombora ya masafa marefu. Iran ilikataa kata kuachana na mpango wa utengenezaji wa makombora ya masafa marefu, na Marekani inaamini kwamba makombora hayo ya masafa marefu yatakuwa ni hatari kwa Israel, lakini pia na hata kwa mataifa ya Magharibi. Lakini Iran imesema haiwezi kuachana na makombora hayo, kwani mpango huu utasababisha wao washambuliwe bila kuweza kujibu, na hivyo kila nchi lazima ijilinde kwa namna yoyote, na hili lilisababisha mvutano mkubwa pia katika mazungumzo hayo. Mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.